Katika shajara hivi karibuni imezungumzwa kuhusiana na kupunguzwa kwa gharama za ada na pamoja na leseni za watayarishaji wa maudhui mtandaoni, na tutazungumza kuhusiana na hili, lakini pia tutajikumbusha kile ambacho kilielezwa na Naibu Waziri wa Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo Hamis Mwinjuma katika kuangazia hili, na hasa kwa watengeneza maudhui ni tafsiri gani ambayo ipo na ni kwa namna gani itawezesha na kusaidia zaidi hasa katika uratibu na uandaji wa hayo maudhui. Na katika kuzungumza kuhusiana na hili tumemwalika hapa studioni mdau wa mitandao ya kidijitali DJ Sma. Karibu sana. Asante sana. Karibu sana. Asante sana. Naam, na katika kujikumbusha, pengine tuanze kwa kujikumbusha kile ambacho alikieleza Naibu Waziri wa Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo. Na furaha kuwafahamisha kwamba mapitio hayo yamefanyiwa kazi na ameleta nafuu kubwa na ya kihistoria kwa watoa maudhui mtandaoni. Ada ya leseni imepunguzwa kwa kiwango kikubwa kutoka shilingi 500,000 hadi shilingi 50,000. Huku ada ya maombi ikiwa shilingi 10,000 pekee. Vile vile kwa wakusanyaji wa maudhui mtandaoni, ada ya leseni imepunguzwa kutoka shilingi 1,000,000 hadi shilingi 100,000, na ada ya maombi ikiwa shilingi 20,000 tu. Hatua ambazo zimechukuliwa hapo juu kama ambavyo nimetangulia kusema ni za kimkakati katika kupunguza gharama za uendeshaji, kuhamasisha urasimishaji wa shughuli za kidijitali, kupanua fursa za ushiriki kwa vijana na wabunifu, pamoja na kuchochea ajira na kukuza mchango wa uchumi wa kidijitali katika pato la taifa. Serikali inaamini kuwa kwa gharama hizi rafiki na jumuishi, wadau wengi zaidi wataingia katika mfumo rasmi, jambo litakaloongeza ubora wa maudhui, uwajibikaji na ushindani wenye tija katika sekta hii. Ni Naibu Waziri wa Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo akizungumza kuhusiana na hilo. Na kwanza tupate mtazamo wako wa mapokeo na uamuzi huu kwa watengeneza maudhui. Inatoa nafuu kiasi gani? Ni hatua nzuri sana kuelekea kwa sababu kama tunavyosema ni maendeleo. Maendeleo ni kitu ambacho kinaendelea. Kwa hiyo ni hatua nzuri sana kuelekea huko, japokuwa bado kuna vitu vingine ambavyo ni vya kufanya ili tuzidi kwenda katika mazingira bora zaidi. Sasa sijui naweza nikaviainisha baadhi yake. Naam. So kwanza nipongeze serikali, nimpongeze Naibu Waziri na serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Hatua iliyofanyika ni nzuri. Kuna baadhi ya vitu vingine ambavyo tukivifanya itazidi kutuweka katika mazingira mazuri zaidi. Imebaki changamoto kuu mbili ambazo tunakabiliana nazo. Ya kwanza ni overregulation, ambayo matokeo yake inaleta kitu ambacho kinaitwa demoralization. Inavunja nguvu kwa watu ambao kwenye field hiyo. Lakini cha pili ni kitu ambacho kinaitwa fragmentation ya mamlaka au idara ambazo zinasimamia hii. Na hii yote ni matokeo ya kitu kinaitwa perspective au perception. Perception ni uelewa wako kutokana na senses zako, ambacho let's say macho yako, masikio yako na elimu yako au your past experience, na mara nyingi inakuwa ni biased. Then kuna upande wa pili ambao ni perspective, ambao ni attitude au mtazamo. Unapokabiliana na jambo unakuwa ni open minded na uko tayari kutoka katika mazingira au uelewa wako ili kuangalia, je, kuna mazingira tofauti. Sasa solution ya perspective versus perception ni nini? Ni dialogue. Na mfano wake ni kwamba hapa nikichora namba 6, kwako wewe utaiona 6, lakini kwa Mr. ataiona 9. Kwa hiyo mtu ambaye ana perspective atang'ang'ania kwamba kwa vile nimeiona ni 6, atabaki hivyo hivyo. Na huyu wa pili iwapo atakuwa na perspective atakuwa open minded. Kwa hiyo dawa yake ni dialogue, ambapo wewe unaweza kumwambia, hebu njoo na upande huu, angalia na huku. Kwa hiyo kama atakuwa open, akija na huku ataona kumbe inawezekana, kumbe nikiwa huku ni 6, lakini nikiwa huku inabaki kwa 9. Sasa hii imezaa kitu. Naomba nitoe mifano miwili. Juzi kati upande wa madj tulipata nafasi ya kukaa na BASATA. Tukasikiliza, walielezea mambo mengi sana ambayo nilijifunza.
lakini pia nikagundua kwamba kuna swala la perception ambayo wao wanauelewa wao, tukapata nafasi ya kuchangia. Na nitolee mfano mmoja hai ambao ni swala la leseni. Leo hii as it stands, DJ kama DJ nahitaji nikipewa leseni ya BASATA nikienda TRA ili niweze kulipa kodi, TRA hawaitambui leseni ya BASATA, wanahitaji mimi niwe na leseni ambayo ni ya manispaa. Sasa kwa utaratibu wa leseni ya manispaa let's ya Kinondoni huwezi kwenda kuitumia Ilala, na Ilala huwezi kwenda kuitumia Temeke, na DJs ni watu ambao wako mobile. Kwa hiyo leo iko Ilala, leo iko Temeke, leo iko Mwanza, leo iko wapi. Kwa hiyo kwa kutumia leseni hiyo haiendani na kazi yetu sisi. Kwa hiyo nikawashauri kwamba leseni ambao wanaitoa wao, kibali chao BASATA ndio kitambulike TRA. Kwa hiyo ikawafungua akili, wakaelewa katika njia tofauti na waliokuwa wanaelewa wao. Kwa hiyo ndio upande wa dialogue hiyo ya kwanza, lakini kuna upande wa pili ambayo inakuja issue ya drone. Na kwenye swala la drone kuna kitu ambacho ningependa niainishe na nimeziandaa hizi hapa ili watu waelewe. Leo hii ukihitaji drone, kwanza unahitaji gharama za usajili ni $100, alafu operational permit kila siku ulipe $10, kwa mwezi ulipe $150 au $1,000 kwa mwaka, ambayo let's say ukilipa kwa mwezi hiyo ni $1,800. Hiyo ni gharama nyingine. Alafu kuna import permit ambayo ni $50. Alafu kuna renewal kila mwaka unalipa $1,000. Hapo kuna ukienda kwenye national parks inacheza between $100 and $500, inategemea na ulipoenda. Ukienda kutumia drone huko. Na hata hapa ndani ya Dar es Salaam kila eneo ambalo let's say kama nina shoot makumbusho natakiwa niombe leseni. Siku hiyo hiyo kama nitaenda posta natakiwa nichukue leseni nyingine ya kwenda kushoot posta. Sio kibali, leseni. No, kibali. Sorry. Yes, hii tofauti na zile leseni zingine ambazo nimesema. Na hizo gharama ambazo nimezitaja hazijahusisha gharama za mafunzo ambazo zina rate kati ya $800 $600 mpaka $820. Kwa hiyo ukija ukijumlisha hizo zote inakuja kwa mwaka mmoja, mtu ambaye anaanza roughly zinakuja kama $2,000 kwa mtu ambaye anaanza. Kwa mtu ambaye ndo anaanza. Sawa. Na hiyo ni first year ambayo hujanunua drone tena kuinunua, na hiyo $2,000 ni kwa Tanzania ile leo ni kama $5 milioni. Sawa. Kwa hiyo kuna gharama zingine tena za kununua drone na vitu kama hivi. Na hivi vinakuwa vikwazo kiasi gani hasa sasa kwa watengeneza maudhui pale ambapo kunakuwa na uhitaji wa vibali vingi, gharama pia Yes, sasa kwa hiyo umeona hizo gharama ambazo tumezitaja ambazo roughly zinaenda kama $7 milioni hivi. Sawa. Anatakiwa ambaye ndo mtu ambaye anaanza. Kumbuka huyo ndo anaanza, anaingia kwenye hizi nani. Sasa na wanaoendesha drone asilimia kubwa ni nani? Ni vijana. Sasa nitoe mfano ambao watu wataelewa. Unajua kwa nini leo hii vijana hawapati kuwa na, nitatumia mfano ambao watu wanaelewa. Tunachukulia pisikali. Kwa sababu hana uwezo wa kugharamia pisikali. Pisikali hazitaki vijana. Kwa sababu gani? Kijana hawezi kugharamia. Pisikali zinataka nani? Zinataka watu wazima. Kwa sababu gani? Wana uwezo wa kugharamia. Kitu gani ambao kimepelekea pale? Kwa sababu mtu mzima ameshapita stage ya kujitafuta, ameshajipata. Ile wakati anajijenga stage hiyo amesha. Kwa hiyo uwezo wake wa kugharamia unakuwa ni mzuri. Lakini kijana ndo anaanza kujitafuta. Kwa hiyo uwezo wake wa kugharamia unakuwa ni mdogo. Kwa hiyo same thing ina apply kwenye gharama hizi. Kwa hiyo mtu ambaye anataka kuendesha drone ukishamwekea magharama makubwa na ni mtu ambaye anajitafuta, moja kwa moja umemwekea hindrance, umemwekea changamoto ambazo anakutana nazo. Na hiyo ni moja ya changamoto ambazo anakutana nazo. Sasa na changamoto ya pili ambayo hiyo nimeongelea upande wa overregulation. Upande wa pili nimesema fragmentation ya mamlaka pamoja na idara. Leo hii TRA inafanya kazi kama TRA, BASATA inafanya kazi kama BASATA, KOSOTA inafanya kazi kama KOSOTA, TCAA zinafanya kazi, zote zinaangalia jinsi gani ya kutekeleza wajibu wake na zinajiangalia zenyewe kama zenyewe. Ila ukija sasa upande wa pili ambapo ndo mimi mtengeneza maudhui, mimi ni DJ, lakini pia mimi napiga picha, lakini pia mimi nafanya editing, lakini pia mimi nina run social media. Matokeo yake content creator. Matokeo yake ni nini?
kutokana na kwamba kuna fragmentation. Leo natakiwa niwe na leseni ya BASATA nikalipie, leo natakiwa niwe na TCAA ya drone nikalipie, leo natakiwa niende KOSOTA nikalipie, leo natakiwa niwe na kibali cha TCAA nikalipie. Kwa hiyo kwa vile hizi idara zinafanya kazi kwa fragmentation kila moja moja, yenyewe inajiangalia kwamba mimi BASATA namtaji DJ F50, lakini mimi ambaye ndo muhusika, na nikutolea mfano very simple. Zamani kipindi cha nyuma ulikuwa unahitaji alarm clock, ulikuwa unahitaji tochi, ulikuwa unahitaji calculator. Ukiwa na scientific calculator unajiona kama una iPhone. Ulikuwa unahitaji redio, lakini hivyo vitu vyote sasa hivi vinapatikana kwenye simu. Alarm iko kwenye simu, tochi iko kwenye simu, redio iko kwenye simu, muziki uko kwenye simu, na kila kitu kiko pale. Kwa hiyo vile vile maudhui content creator wame evolve. Mtu mmoja anavifanya hivi vyote kwa pamoja, lakini kwa vile kila idara au mamlaka inamwangalia, inafanya kazi individually, anajikuta ana deal navyo vyote kwa wakati mmoja. Kwa hiyo inampa changamoto ya yeye kukutana nazo. Kwa hiyo alichokifanya mheshimiwa ni kikubwa, lakini bado kuna overregulation ambayo tumesema ina frustrate content creator, lakini vile vile kuna fragmentation ambayo mtu mmoja ambaye sasa hivi anafanya vitu vingi anahitajika kwenda kwenye hizi idara zote na kulipa vibali vyote na kukutana na changamoto zote kwa pamoja. Kwa hiyo ni moja ya changamoto ambazo bado zipo, na mimi nayasema haya sio kwamba kukosoa serikali, hapana. Mimi kwanza hamna kitu nisichopenda kama watu ambao wanalalamika. Mimi napenda watu ambaye ukiona changamoto, nimeelezea mechanism ya hivi vitu vilivyo, tumeidentify ili sasa tuje na solution. Sasa tuangalie sasa DJ Sma, moja kati ya mambo ambayo yanaonekana sasa pengine anaweza akaleta nafuu ni hiki ambacho kimetokea. Tumesikia naibu waziri hapo akizungumza kuhusiana na ada hizo ambazo zinakwenda kupungua, lakini pia alizungumza mkuu wa idara ya utangazaji kutoka mamlaka ya mawasiliano nchini TCRA, mhandisi Andrew Kisaka. Tufuatilie kile alichokisema kuhusiana na nafuu hiyo ambayo wengine wanaiona, lakini wengine pia bado wanaona bado kuna changamoto ambazo zinahitaji kufanywa kazi. Amacha huyu anaweza kuingia kwenye online mwaka mzima bila kulipa chochote, ajifunze biashara ile mtandaoni ikoje, inaendaje, kwa hiyo mwaka mzima. Kwa hiyo hawa tutawaita kama amacha, lakini vile vile tuta ensure proper content ratings. Kumbuka kule tulikuwa na changamoto ya watershed. Kwenye online huna masuala ya watershed, sio? Kwa hiyo lazima pale kwenye code, kwenye content uwe unatoa classification na uhakikishe masuala ya parental guidance. Ni mhandisi Andrew Kisaka huyo ambaye anasimamia ni mkuu wa utangazaji wa mamlaka ya mawasiliano nchini TCRA. Kwa kule kwa naibu waziri tulisikia kuhusiana na ada ambazo zimepungua, lakini tumeona pia kuna hiyo grace period ya mwaka mzima kwa wale ambao content creators ambao ndo wanaanza. Lakini kuna wajibu pia ambao umetolewa hapo kuhakikisha kwamba yale maudhui yanakuwa ni maudhui ambayo yana maadili na yanazingatia kile ambacho jamii inahitaji. Sasa ilikuwa ni mkutano wa mwaka wa utangazaji, na hayo ndio maazimio yaliyotengenezwa, na mimi na mimi nilikuwa sehemu ya huo mkutano. Kwa hiyo nilifuatilia kwa kina yale mambo yalikuwa yanaendelea. Kwa haya ambayo yametokea, yanaleta nafuu kiasi gani kwenu nyie watengeneza maudhui ya mtandao? Yanaleta nafuu nzuri kwa sababu tumeona ada zimepunguzwa, kumekuwa kuna wepesi, na nimependa alichokisema mkuu wa TCRA kwamba ametoa grace period kwa sababu serikali inatakiwa ilee. Kwa hiyo ile ni kumlea mtu mpaka afikie kipindi ambacho naye anaweza akawa na mchango wake kwenye taifa. Na swala la maadili naunga mkono 100%, na maelekezo mengine yote aliyotoa naunga mkono 100%. Huenda tu ningesema kwamba kwenye ile swala la grace period angeweka kwamba kuna mfumo ambao mimi wanaopendelea sana ambao ni pay as you earn. Sawa. Kuna content creator ambaye anaweza akawa ni part time. Unaweza ukampa mwaka mmoja, lakini kwa vile ana shughuli zingine mwaka mmoja ukampita, lakini akawa hajaanza kuingiza income. Kwa hiyo kukiwa kuna system nzuri kati ya mamlaka na TRA, anapoanza kuingiza then aanze kulipa. Kwa hiyo hata alichokifanya ni kizuri, lakini kuna room ya improvement. Na kwa hiyo nimependa sana alichokielezea, lakini kama tulivyoona kwamba kuna fragmentation ya mamlaka, waangalie tu kama serikali jinsi gani ambavyo wanaweza kuwa wakitunga hizi sera, wanaangalia idara zote ambazo zinamgusa content creator, ili ikitolewa sera
sheria ziwe zina cover zote kwa pamoja na itarahisisha. Na alichokisema hivi pia naweza nikaunga mkono, kwa sababu nilipenda kipindi cha nyuma ambao walikuwa wanamiliki magari, mnakumbuka walikuwa tunalipa motoveco kila mwaka. Lakini serikali ikaja na mfumo ambao ulikuwa very smart, ikautoa directly, ikauingiza kwenye mafuta, and imekuwa ni nyepesi na imezalisha hata magari ambayo mengi yalikuwa kwa zamani ndani yamejificha. Nikutolee tu mfano, Basato anasema kwamba fani ya UDJ inakuwa kwa miaka mitatu mfululizo 17%, 19.5%, 18%, lakini TRA wakawa wanalalamika hatuoni mapato. Juzi tulivyokutana nao tukaambia kwamba ndo hizi overregulation zina discourage watu kwenda kujisajili. Kwa hiyo hata content creators wako wengi, ukiwa kuna overregulation hawatojisajili wengi, na itabaki kuwa kazi ya serikali na content creator kukamatana, ila ukiweka mazingira mazuri, wao watakuja automatically, watajisajili, watakuwa happy na kazi zao, na serikali itakuwa inamewezesha vijana wengi. Kwa hiyo nadhani walichokifanya ni kizuri sana, naunga mkono. Nilichokitoa ni maoni ya jinsi gani ya kuimprove zaidi. Ujumbe wako kwa vijana hasa wanaoanza kuingia katika utengenezaji wa maudhui na hata wale ambao tayari wapo katika kutumia nafasi hii kujiboresha zaidi na kuendelea? Tunatakiwa tuende na nyakati. Sasa hivi watu wanajiajiri na wanaishi kabisa kwa kutumia content. Na tumeona upande wa comedy imeibuka sana kwa kutumia hizi platform ambazo zipo na watengeneza maudhui wengi. Cha kwanza ni mentality. Tubadilishe mentality ya kusubiri kufanyiwa. Mimi na formula yangu moja ambayo nasema start with what you have. Anza kwa ulichonacho. Una simu pekee yake, record. Mimi Fuse sasa hivi inakimbilia miaka mitatu. Nilianza hivyo, nilikuwa sina laptop na simu yangu tu ya kawaida, lakini nikawa najirekodi, nimeenda kidogo kidogo mpaka nilipofikia. Kwa hiyo ninachoweza kuambia, kuna fursa kubwa sana. Ubunifu uko open, sio exclusive. Ubunifu sio lazima uende ukasomee shule. You can be creative popote ulipo na ukaja na ubunifu wako, na cha msingi ni maadili. Hakuna kitu cha muhimu kama maadili, kwa sababu sisi tuna influence watu. Tukitengeneza maadili mabovu, tutatengeneza jamii mbovu ambayo mwisho wa siku inatuathiri sisi sote. Lakini fursa zipo, serikali yetu inasikiliza. Tumemsikia mwana FA pale kapunguza ada, na tumemsikia nani ametoa grace period ya mwaka mzima. Kwa hiyo fursa zipo, kila kitu kipo. Usisubiri perfect time uwe na kila kitu, anza na ulichonacho. Kuhusiana na wajibu sasa huo, namna ambavyo mnatengeneza maudhui, kwa mfano wewe ukiwa unatengeneza maudhui nini kinakuongoza? Sababu inaonekana pia ni eneo ambalo bado halijawekewa miongozo ya kimaadili. Naam. Codes of conduct. Yes. Nini kinakuongoza kwa mfano wewe ukiwa unatengeneza content kwenye mtandao? So mwisho wa siku inakuwa kwanza kuna target audience, cha kwanza, lakini cha pili legacy. Mimi kinachoniongoza ni legacy gani ambayo inaiacha. Kwa hiyo kwa mfano kama waandishi wa habari naongozwa na sheria ya huduma za habari, kwa mfano wana maadili yale ya waandishi wa habari kwamba lazima unatakiwa kubalance, unatakiwa kusikiliza pande zote, unatakiwa kusema ukweli. Nyie content creators, nini kinaongoza? Siwezi nikaongelea content creators wengine, nitajiongelea mimi binafsi. Mimi nina msingi wangu ambao ni facts and logic. Kwa hiyo Fuse inaongozwa kwa facts and logic. Kwa kila mtu anamejiwekea ana utaratibu wake ambao na binafsi sijui kama ulivyosema kuna code of conduct au kuna work ethics za content creators online, kwa sababu ni industry ambayo it's emerging, ndio inatoka. Kwa inatakiwa let's say mamlaka husika waweke hizo aina za udhibiti. Lakini mimi binafsi nimejiwekea facts and logic. Chochote ninachokisema kiwe kina ushahidi, na huwa ninaweka kama ni website, kama ni video, kama ni kitu fulani, alafu nihakikishe kwamba ninafanya research. Mfano nimeongelea swala la drones, nimepita kwenye TCAA website yao, nimefanya research, nimekuja na hizi takwimu sio za kwangu, nimeziweka, zimenyooka. Kwa hiyo mimi binafsi naongozwa kwa facts and logic, na nilichosema pia legacy. Kuna watu ambao wanataka mafanikio haraka haraka, kwa hiyo wanaenda kwa vitu ambavyo vina trend na mara nyingi havina maadili. Kwa hiyo kwa vile hakuna udhibiti currently ambao upo, nadhani kila mtu anajiamulia yeye anavyotaka kwenda, tofauti na nyinyi waandishi wa habari. Na ukiambiwa, ukishirikishwa, kwa mfano kitokea ukashirikishwa kwenye jopo lile la kutengeneza kanuni ama mwongozo wa content creators, ni mambo gani ambayo wewe ungeombea? Maadili. Yaani maadili inatakiwa iwe namba moja, kwa sababu hakuna kitu ambacho kina influence
kama hizi media ambazo zipo. Kwa hiyo tutakachokiweka pale kitaathiri jamii. Tukiwa na maadili bora na kitakachofika pale kitafikia watu, kitakuwa kina impact bora. Kwa hiyo cha kwanza kitakuwa maadili ambacho kuhusiana na ethics za content creators. Mimi ningesisitiza sana kwenye upande wa maadili na kwa sababu ina impact kwenye jamii, watu wanakusikiliza, wanakuwa influence na wewe unachokiongea, na hivi ndio vitu ambavyo at the end of the day watu tunaona kinachotokea hata mitaani ni kutokana na tunachokiona mitandaoni, watu wanavyosikia. Tumeona vijana wengi sasa hivi wanajiingiza kwenye hiyo industry. Wengi wanakuwa content creators. Inaonekana vipi, inalipa sana. Na umekuwa ukifanya pia hivi kwa muda gani sasa? Sawa. Shida ya vijana wa sasa hivi wanataka mafanikio ya muda mfupi. Mimi nimekuwa nafanya sasa hivi na utafuta mwaka wa 3. Nikwambia nimeanza kulipwa kama miezi 3 ndo nimeanza kulipwa YouTube. Lakini nimekuwa nafanya baada ya miezi 3 au miezi 3 iliyopita. Miezi 3 iliyopita. Miezi 3 iliyopita. Zaidi ya miaka 2. Baada yes, ndio kaanza kupata hela. Ndio nikaanza, kwa sababu wale sio kwamba ukifungua leo anakulipa leo. Kuna idadi fulani ambayo unatakiwa, kuna threshold fulani unatakiwa uwe nayo. Idadi ya watazamaji au wafuasi? Subscribers. Kwa YouTube unatakiwa uwe na 1000. Alafu kuna watch hours pia ambazo unatakiwa uzifikie zile. Alafu baada ya hapo pia kuna kwa mfano kama YouTube wao wanatukata 30%, alafu TRA wanakuja wanatukata tena 15%. Kwa hiyo kwa kila 1000 unayopata shilingi 350 ni makato, unabakia na 65. Kwa hiyo inachukua muda na mimi naweza kusema inachukua muda zaidi, kwa sababu sitengenezi vitu ambavyo vya kutrend. Natengeneza vitu ambavyo ni vya kufungua watu akili na mentorship, na not everybody anapenda hivyo vitu. Lakini ukiingia vitu vya mjini kiki ni rahisi kupata hela kwa haraka. Kwa hiyo ulipaji sio wa haraka kiasi hicho, lakini inategemea easy come easy go. Ukitengeneza kitu kwa haraka itaanguka kwa haraka. Ukitengeneza msingi mzuri wa heshima na vitu kama hivyo, then ikisimama inasimama kwa muda mrefu. Asante sana kwa kuungana nasi, tunakushukuru na tunakutakia kila heri pia. Asanteni sana. Naam, tumezungumza hapa na DJ Ismail ambaye ni mdau wa mitandao ya kidijitali na mtengeneza maudhui, manja wa muziki na mengi ambayo amekuwa akifanya.